अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक रिवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्कुरू Halifa mtukufu ayyadhahullah taala ibn Asir Aziz anasema kwamba katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema uskuru जाने वालों की खूबियों का जिक्र करो। और फिर फरमाया uskuru muhasina mautakum, हर इंसान में yani kumbukeni na elezeni और कमजोरियां, vitendo vizuri vya wale waliofariki लेकिन वफात के बाद na msieleze maovu na vitendo vibaya vyao. Kila mtu anakuwa na vitendo vizuri na vile vile anakuwa na vitendo vibaya pia, lakini baada ya kufariki kwake, kwa sababu baada ya kufariki kwake hana uhusiano na dunia hii, kwa hiyo hakuna haja ya kueleza vitendo vibaya vyake katika dunia hii. Ndiyo, vitendo vyake vizuri vinaweza kuelezwa hapa duniani. Kwa sababu ya hii watu wengine pia wanapata hamu ya kufanya vitendo vizuri, नेकियों का जिक्र हो रहा हो। na vile vile kueleza vitendo vizuri. Kwa kufanya hivi, maombi pia yanafanywa kwa ajili ya wafu. हर एक में पाई जाती है। Wakati vitendo vyake vizuri vinapoelezwa, kama nilivyosema kwamba माइल होता है कभी। vitendo vizuri na vitendo vizuri kila mmoja anafanya, बाद इंसान ऐसे होते हैं na hii ni maumbile ya binadamu. Baadhi wakati anafanya vitendo vizuri na baadhi wakati anafanya makosa pia, lakini wapo wengine ambao vitendo vyao vizuri vinaangaa kiasi hiki kwamba makosa yao hayaonekani, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, vema vyao ऐसे लोग कि जिनकी नेकी vinaenea kiasi hiki kwamba उनकी खूबियां makosa yao जानने वाले की। yanafutwa और एक हदीस के मुताबिक au yanafichika nyuma ya vitendo vyao. Wani wenye bahati nzuri wale watu ambao wanasifiwa na watu wote hapa duniani. जिसका हर जानने वाला Katika riwaya moja inapatikana kwamba ikiwa hali hii inapatikana, basi pepo inalazimika kwa ajili ya yule mfu. कैसा शख्स Leo nitaeleza habari ya mtu पाकिस्तानी अहमदी नहीं था, yeyote anayemjua
किसी सहाबी की औलाद kwa kueleza sifa yake अहमदी नहीं थी, hachoki लंबे अरसे की mtu ambaye hakuwa mwanajumuiya wa pakistan au mwanajumuiya wa india जेर असर या जमात के जेर साया उसके hakuwa kizazi cha sahabi wala hakuwa mwanajumuiya kuzaliwa मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत में आया और बहुतों को पीछे na hakupata malezi chini ya हमारे भाई uhalifa au chini ya nizamu ya jumuiya kutoka utoto wake mpaka ujana wake miaka michache alijiunga na jumuiya na ameacha watu wengi nyuma yake हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन huyu ndugu yetu ni bwana ravil bukhari saheb aliyekuwa mrasia mrusi नाम के amefariki tarehe 24 wa januari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ईमान लाने वाले मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर रूस में ईमान लाने वाले yeye मुट्ठी भर जरूर ufunuo wa sainam alahi salatu wassalam लेकिन अपने इल्म और इरफान इखलास व वफा बेनफ्सी खिलाफत से alikuwa miongoni mwa wale waliojiunga na jumuiya katika urusi sawa na bishara ya sainam alahi salatu wassalam तड़प के लिहाज से एक रोशनी lakini mapenzi yake na uhalifa na unyenyekevu wake की रहनुमाई का काम na और इंशाल्लाह ताला hamu yake ya kueneza ujumbe wa sainam alahi salatu wassalam yeye alikuwa nyota ya mbinguni ambaye aliwaongoza watu wengi sana फैलेगी तो तारीख इंशाल्लाह ताला na inshallah taala wakati ufunuo wa sainam alahi salatu wassalam utakapotimia yani jumuiya itakapoenea katika rasia inshallah taala wakati huo huduma za bukhari saheb kila moja atakumbuka ये मत sasa hivi nitaeleza kuhusu bana ravil bukhari saheb नहीं है जब अभी वो bana ravil saheb हुए थे और अहमदी नहीं थे उसूल भी तर्जमे के काम किए उन्होंने alikuwa akihudumia jumuiya बीबीसी में wakati alikuwa hakujiunga na jumuiya lakini alijua kuhusu jumuiya na wakati huo alifanya tafsiri ya vitabu मुकम्मल तौर पर kisha hapa alifanya kazi katika bbc katika idara ya एक ही तड़प lugha ya kirusi कि किसी तरह alistaafu kule kisha alitoa wakfu maisha yake अहमदियत की खिदमत के बगैर नहीं। ilionekana kwamba usiku na mchana alikuwa na hamu moja tu हर लम्हा में kwamba अहमदियत के दूर तरफ nisi वफात वाले दिन भी nisiishe bila kuhudumia jumuiya और एमटीए के लिए एक प्रोग्राम kila dakika ninayoishi iwe katika huduma ya jumuiya wakati wa aliofariki दौरान नई तैयारी के दौरान alikuwa na hamu hii na alikuwa तबीयत खराब हो गई है anajiandaa kwa ajili ya kipindi cha mta उन्हें बड़ा सख्त हार्ट अटैक हुआ katika hali hii ya हुआ maandalizi और इस तरह वफात simu yake ilikuja kwamba hali yake imeharibika hali ya afya imeharibika kwa hiyo alipata maradhi ya moyo औलाद अपनी नहीं थी एक na kwa sababu ya hii alifariki umri wake ulikuwa miaka 61 ameacha mke जमात से na alikuwa hana watoto साहब का तारुफ lakini 1990 lakini mke wake alikuwa na mtoto mmoja ambaye amefariki से हुआ था ये तातार कौम पर तकी के सिलसिले में लंदन आए तो यहीं इनका राब्ता हुआ mwaka 1990 alijua kuhusu jumuiya नतीजे में अहमदियत में दाखिल हुआ alikuja hapa london kwa ajili ya kufanya utafiti kuhusu tatar ये खुद बयान करते हैं रवि alikutana na halifa mtukufu wa nne na kwa sababu ya hii alijiunga na jumuiya एक जगह कि अगरचे मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ लेकिन ravil sah mwenyewe anasema 1989 तक इस्लाम के बारे में इल्म न होने के बराबर था ingawa nilikuwa mwislamu kwa kuzaliwa lakini kwa sababu ya mazingira ya communism मुकम्मल mpaka mwaka 1989 nilikuwa sijui kuhusu islam तातारी जुबान तदरीसी निसाब katika mazingira
ambayo niliyokuwa kule ilikuwa marufuku वो पार्टी वर्कर हों जिसको kuongea lugha ya kitatari बिस्मिल्लाह जरूर कहते थे na ilitolewa katika nje katika masomo ya shule, lakini watu walikuwa wakifuata mafundisho ya Islam na wote walikuwa wakianza kazi kwa kusema bismillahi. कम था Na walikuwa watu wa Tatar walikuwa na athari ya Islam, सकता कि मैं छुपा हुआ communism ambayo ilikuwa imeenea katika wazazi wangu nilipokuwa mtoto, ile athari yake ilipungua kidogo. Siwezi kusema kwamba mimi nilikuwa Muislamu मेरे जहन में आती वो करता था niliyefichika. Nilikuwa kijana na mwanafunzi, na sawa na mazingira ya kule, yoyote niliyopata wazo moyoni mwangu nilikuwa nikifanya ile sawa na wazo la moyo wangu. हालात बेहतर हुए मजहब समेत हर किस्म की आज़ादी मिलना शुरू हुई Kisha anasema मजहब तक पहुंच kwamba mwaka 1989 कि मजहब का इरफान सिर्फ hali ilikuwa nzuri na uhuru ulipatikana, खुद अता करता है मैं एक शशोपंज में मुब्तला था lakini अकली तौर kwa ajili ya kupata dini जो कि बेहतरीन तालीम kweli लेकिन इसके बावजूद मेरी रूह haipatikani kwa sababu ya vitendo tu, bali Mwenyezi Mungu बात से निजात anapatia. वो चंद अफराद थे Na nilikuwa na imani kwamba ni Islam ambayo inatupatia mafundisho. जमात थी जो कि आलम इस्लाम में मुल्हिद समझे जाते हैं Ni kitu kimoja tu ambacho kilichoniondoa katika shaka, ni watu wachache ambao nilikutana nao katika London, na waona wale ni Waislamu halisi na hawa ni wanajumuiya. तो खुदा की मखलूक से मोहब्बत नहीं करता ये जानते ही मुझे यकीन हो Kisha anasema kwamba मंजिल mafundisho ya jumuiya Ahmadiyya ni kwamba मिल गया यानी hakuna anayeweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka apende viumbe vyake. Kwa kujua hii, nilikuwa na uhakika kwamba hapa nitapata malengo yangu, yani nilipata elimu na dalili ya kila aina तो मसीह राफे रहमुल्लाह ताला ने na mazoezi kuhusu imani pia nilipata kule. किताब में फरमाया था कि अब नए Halifa mtukufu wa 4 rahimahullahu taala वहाँ हंगरी में राफे mwaka 1993 alisema katika hutuba yake ya mkutano wa mwaka बाज हालात की वजह से फिर kwamba पड़ा था तो katika zama hii और सबसे पहले tumefanya mahubiri katika Hungary. Wakati wa halifa mtukufu wa pili mission ilianzishwa, lakini baadaye ilifungwa kwa sababu हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे kwa sababu mbalimbali. हमारे एक Lakini katika zama hii tena tumefanya mahubiri kule, na इसीलिए tunda la kwanza li Makhlus Zulahi ambaye mwenyewe alikuja Uingereza. वो इनको बार बार मस्जिद लाने लगे Rawil Saheb ambaye ni Mrusi, कि इनके दिल की कैफियत kwa hivyo yeye alikuwa rafiki yake, yani huyu Makhlus Ilahi Saheb alikuwa rafiki wa बैत करके गए Rawil Saheb, na हंगरी में Makhlus alimleta Rawil Saheb hapa miskitini. Baada ya kutana naye niliona hali ya moyo wake umebadilika, na kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu amefanya bayat. किया है उसके नतीजे Na baada ya kurudi kutoka kule Hungary amefanya mahubiri sana, सार वहाँ जाहिर हो रहे हैं उससे उम्मीद है अब वहाँ जमात को na kwa sababu ya ziara ya Bana Rawil Saheb jumuiya imeanza kuimarika kule, na athari वहाँ से 2-3 inaonekana kwamba मुराद ज़ियानोफ साहब जलसा पर kule jumuiya itaenea haraka iwezekanavyo. रहे और वफादार हुए Tataristan ambayo ni nchi wa Rawil Saheb, miaka 2-3 iliyopita, Murad Zialov Saheb और अपने आप को alikuja kushiriki mkutano wa mwaka. ने भी बहुत ही इखलास के साथ जमात से ताल्लुक़ रखा और एक दूसरे के Yeye को ये तकलीफ aliporudi kule aliendelea kujiita mwanajumuiya, na binti yake pia alibaki katika jumuiya. ये इतना आसान नहीं जो 70 साल तक दहरियत के जहर से मसमूम रहे इसके नतीजे में बावजूद Kisha anasema कि इस्लाम से ताल्लुक़ टूटा नहीं kujiunga na jumuiya kwa ajili ya mataifa haya si rahisi, kwa sababu miaka 75 walikuwa mbali katika dini, अमलन lakini hawakuacha Islam. आगाही
बहसीयत pamoja na hii kwamba के अंदर रहे walikuwa waislamu na walikuwa na ushauri wa islam इस्लाम lakini walikuwa hawajui kuhusu mafundisho ya islam इनको दोबारा इस्लाम में दाखिल करना और खुदा ताला की वहदानियत और हकानियत का यकीन दिलों में जां गजीन करना walikuwa wakiitwa waislamu lakini kwa vitendo walikuwa का मुंतज़िर है hawafuati mafundisho ya islam जिसद तक मेहनत है कर रहे हैं दुआएं ku, करते हैं सारी kuwafundisha mafundisho ya islam ni kazi निशान दिखा yenye bidii sana kwa hivyo fanyeni maombi sana tunafanya juhudi tunafanya maombi pia jumuiya nzima natakiwa fanye maombi mwenyezi mungu aonyeshe muujiza wake kwa ajili ya mapinduzi ya kiroho लेकिन muujiza unafaa zaidi kuliko maombi कि गोया वो हमेशा से ही अहम halifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyosema kwamba alikuwa si mwanajumuiya wa kuzaliwa जहाँ भी lakini kwa kumuona का जिक्र जरूर करते ilionekana kwamba yeye ni mwanajumuiya kutoka utoto wake रिएक्शन मुमकिन है na alikuwa mbolozi wa jumuiya वहाँ हिकमत के साथ yeye sehemu yoyote alipokuwa akienda alikuwa akieleza kuhusu jumuiya तो लोग जब na ikiwa alikuwa akiona kwamba kwa sababu ya kueleza kuhusu jumuiya upinzani utapatikana basi kule alikuwa akitumia hekima महफिल में किस तरह की kwa ajili ya mahubiri na alipokuwa akieleza kuhusu itikadi watu walikuwa wakiuliza itikadi hii ni ya jumuiya gani alikuwa akisema ni ya jumuiya ahmadia डॉक्टर na alikuwa akitumia के साथ hekima kwamba literature wa aina gani inatakiwa watu wapewe marafiki zake walikuwa watu wenye siasa madaktari mawalimu wa shule na बहुत अच्छे शायर थे ya universities अच्छे अदीब थे जर्नलिस्ट na mashairi मुतरजम थे और एक pia walikuwa marafiki zake लल्ला थे rawil saheb mwenyewe pia alikuwa mshairi mzuri alikuwa mwandishi mzuri na alikuwa mwandishi wa habari pia na alikuwa mfasiri pia na alikuwa dailalla pia रहने वालों का एक वसी तबका है mwenyezi mungu alimpatia sifa chungu mzima रशिया और साबिक रूसी रियासतों में ऐसे लोगों तक जमात अहमदिया यानी हकीकी watu wengi wanapatikana ambao ni marafiki zake ambao wanamsifu हमारे मुबल्लिगीन और मौलवीन की रसाई न kwa kumpitia yeye katika और अगर होती भी rasia na nchi zingine pia ujumbe wa jumuiya ulifika na alipeleka ujumbe mahali ambapo ingekuwa ngumu sana kwa babashiri kupeleka ujumbe la hata kama ingewezekana ingechukua muda mrefu sana kupeleka ujumbe kule किस्म के प्रोग्रामों के दौरान हमेशा किसी न किसी alipokuwa akienda moscow और अपने साथियों यानी अहमदियों को alikuwa akishiriki katika mikutano ya shairi na katika mikutano hii alikuwa akieleza kuhusu jumuiya तारफी कुतुब से na alikuwa akiwaambia wanajumuiya kabla ya kwenda katika mikutano ya aina hii जो भी प्रोग्राम होता था kwamba leo sehemu fulani mulete vitabu vya jumuiya vya aina fulani na fulani जरूर वो कुतुब katika idadi fulani लेते थे kisha baada ya hafla na mkutano यहाँ लंदन में रशियन baada ya kueleza kuhusu jumuiya alikuwa akiwapa vitabu vya jumuiya wale watu waliokuwa wakishiriki mkutano दौरान उन्हें न भूख की फिक्र होती थी tangu russian desk imeanzishwa hapa uingereza london ravil saheb amefanya kazi kwa bidii sana na kwa shauku sana katika wakati wa kazi alikuwa hajali kuhusu kitu chochote alikuwa akizingatia kazi ya jumuiya tu na hakuacha kazi yake bila kumaliza wabashiri walifanya kazi pamoja naye tulikuwa tukimwambia mara kwa mara kwamba umechoka upumzike na yeye alikuwa akisema kwa kufanya tabasamu kwamba je umechoka haraka kiasi hiki kazi ya tafsiri ya hutuba ya jumaa alikuwa akisimamia yeye ndiyo maana alikuwa na fikira sana ya kazi hii miaka miwili iliyopita kazi hii ilianza na hutuba ilianza kuja katika mta katika lugha ya kirusi या कब तक na kisha vile vile katika internet pia और फिर siku ya jumamosi alikuwa akiwauliza wenzake kwamba je umeshamaliza tafsiri ya hutuba au mpaka lini mtamaliza tafsiri ya hutuba
कब तक तर्जुमा मुकम्मल kisha alikuwa akiuliza jumapili asubuhi kwamba je mtamaliza hutuba tafsiri ya hutuba. Baadhi wakati jioni wa siku ya ijumaa alikuwa akiuliza kwamba mpaka lini mtamaliza tafsiri ya ijumaa. और लगन alikuwa hapumziki mpaka hutuba tafsiri ya hutuba ilikuwa ikimalizika. खिदमत दीन के लिए wakati wa mkutano wa mwaka पे अमल और जोश व जज्बा alikuwa akifanya bidii sana siku zote tatu kwa ajili ya huduma ya dini. alikuwa तकलीफा खताबात के अलावा alikuwa akifanya kazi kwa shauku sana na kwa hamu sana. मौजूद होते थे नाजरीन pamoja na hutuba yangu alikuwa akifanya tafsiri ya hutuba zingine zilizokuwa zikitolewa katika mkutano wa mwaka साबकर उसी रियासतों से जो भी मेहमान जलसे पे kwa ajili ya wale waliokuwa wakishiriki mkutano wa mwaka. उनको जमात की तरक्यात का बताते wageni waliokuwa wakija kutoka Russia na kutoka nchi zingine ज़्यादा ईमान का alikuwa akikutana nao फिर मेहमानों की ज़रूरियात का ख्याल kwa moyo mkunjufu तवज्जो दिलाते na kwa tabasamu, na alikuwa akiwaambia mambo ambayo alikuwa yakiongeza imani yao, na kisha alikuwa akizingatia sana mahitaji yao, na alikuwa akiwaambia wasimamizi kwamba watimize mahitaji yote ya wageni. साल हा साल अगर kuhusu umuhimu wa mkutano wa mwaka alikuwa akieleza किसी को सिर्फ एक बार जलसा सालाना में शुमार mbele ya wenzake, मुलाकात खलीफा वक्त के साथ करवा दें na alikuwa akisema kwamba tukiendelea kufanya mahubiri miaka na miaka haileti athari kuliko kuleta mtu kwenye mkutano wa mwaka au kukutana naye na halifa mtukufu. काफी मुमिद kwa hiyo alikuwa akisema kwamba wageni wahmadia walete wageni katika mkutano wa mwaka. Amefanya tafsiri ya vitabu vingi ambavyo vinasaidia katika mahubiri, खालिद साहब जो है हमारे रशियन डेस्क के na kwa ajili ya tafsiri ya Qur'an tukufu katika Kirusi pia ametoa huduma kubwa sana. रुस्तम हमाद वली साहब Khalid saheb wa Russian desk 1999 में ambaye ni mbashiri anaandika kwamba मुल्ला को उर्दू तर्जुमा mimi रखते हुए na Rustam Hamad Ali saheb और ये 2000 mwaka 1999 चेकिंग और तस्हीह का काम दोनों ने kwa kuzingatia tafsiri ya halifa mtukufu wa nne tulianza kufanya tena tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kirusi. इन्होंने तकरीबन Yeye 3 महीने के दौरान na mwenzake walifanya kazi hii pamoja na Rawil saheb, कुरान na kazi hii ilifanyika hapa London, na walifanya kazi hii usiku na mchana. Katika miezi mitatu walimaliza kazi hii vizuri. करते थे Tafsiri ya Qur'an tukufu, kazi hii ni kubwa sana, ni yenye jukumu sana. Kwa hiyo wakati wa kuangalia na kurichek alikuwa akihakikisha kwamba je, tafsiri ya Qur'an tukufu ni sawa na ये कहते हैं aya za Qur'an tukufu, चेकिंग में कई कई घंटे na alikuwa akitafuta maneno mazuri kwa ajili तर्जुमा किया ya yaliyokuwa yaki. नतीजे में Baadhi wakati Rawil saheb alikuwa akitumia masaa na masaa kwa ajili ya kuangalia tafsiri ya Qur'an tukufu, 2007 में na kwa sababu ya juhudi lake tafsiri ya Qur'an tukufu imeshatoka chapa 3 kutoka London 2006 na Moscow 2007 na Kazakhstan 2008. कि मैंने कहा और Na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu ni sadaka jaria hii kutoka kwa Rawil saheb itaendelea kukumbukwa. ततारिस्तान Rawil saheb alikuwa mwalimu pia मूसा na alikuwa shairi pia. Alipewa zawadi ya aina mbalimbali. 1986 का है ये Zawadi ya kubwa ya Tataristan yeye alipewa, आर्ट्स में ambayo ilikuwa Musa Jalil. नाम मिला इनको 2006 में ततारिस्तान में उन्हें आला एजाज Kisha फाउंडर 2001 katika arts pia alipewa zawadi maalum. इनाम मिला 2006 katika Tatarstan National Prize of Honors alipewa kule. रशिया में बुक फेयर में अवार्ड जीता Kisha katika kwa sababu ya kitabu chake alipewa zawadi maalum. 2009 kitabu chake pia kilishinda zawadi. इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटियों के मेंबर भी थे आप
tarehe 13 wa oktoba pia alishinda zawadi nyingine. vile vile alikuwa member wa society mbalimbali करते रहे हैं। उनके जो साथी हैं एंड्रयू kama nilivyoeleza kwamba alikuwa akifanya kazi katika bbc katika idara ya kirusi. mwenzake mmoja andrew ostaski बात के बाद इस तरह yeye anasema kwamba कि एक लंबे अरसे तक बीबीसी रशियन ambaye aliwahi kuwa mwandishi mkuu wa bbc london, रावील बुखाराई yeye amesema kuhusu ravil saheb रावील बुखाराई kwamba kwa तकरीबन 15 साल से ज्यादा kwa muda mrefu ravil saheb मैं अपने आप को खुशकिस्मत alifanya kazi pamoja nasi, lakini sasa hayupo katika dunia hii. के साथ काम करने का मुझे मौका Nimefanya kazi pamoja na ravil saheb miaka 15. Mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati kwamba nimefanya kazi pamoja na ravil saheb ambaye alikuwa na sifa chungu mzima. Kisha anaandika yeye kwamba मान थे। kwa mujibu wa elimu yake alikuwa alimu sana, तो गलत ना हो na vile vile alikuwa shairi na alikuwa na imani halisi, पहलुओं की वजह muislamu mkweli. से लोगों को मुतासर किया और उनसे मुतासर होना गलत भी नहीं। Bali yeye alikuwa गुफ्तगू करने वाले alim wa Islam. जिनका इल्म मुख्तलिफ जिहतों ravil saheb aliacha athari yake juu ya watu wengi sana. Alikuwa mzungumzaji mzuri sana na elimu yake imeenea katika sehemu mbalimbali. था और प्यारा अंदाज था उनका बोलने का, अपना गर्विदा कर लेते थे। Na wale watu ambao wamekutana naye wanajua kwamba alikuwa akizungumza vizuri sana kwa maneno matamu sana. Alikuwa akivuta watu kwa sababu ya mazungumzo yake. इतना जमात में Katika kitabu chake ravil saheb शाम के वक्त खुलासा anaandika kwamba में यहाँ namna gani alipata athari ya jumuiya au alijua kuhusu jumuiya. Muktasari wake ni kwamba jioni kule London nilikuwa nimekaa na nilikuwa nikiangalia TV. घर वाली ने जिसके घर ये थे उसने टेलीफोन उठाया, Mara जरूरत भी नहीं थी टेलीफोन simu ililia नहीं था यहाँ। na तो na mwenye nyumba alipokea simu. अंग्रेज तो उसको फोन होगा। Alisema kwa sababu yeye alikuwa mgeni na hakupokea simu, kwa sababu mwenye nyumba तो उसने फोन करने वाले को alipokea nyumba na alikuwa nafikiria labda mzungu anaongea na mzungu. Lakini mwenye nyumba alipomaliza mazungumzo तरीके के मुताबिक akamwambia yule aliyepiga simu kwamba kwangu mgeni kutoka Urusi amekuja. Anasema nilishangaa kwamba sawa na desturi ya Uingereza ilikuwa haina haja ya kumwambia kwamba mgeni amekuja, और दूसरी तरफ जो शख्स lakini mimi naona kwamba hii ulikuwa muujiza. कि मैं कहाँ से आया, Kwa hiyo mimi niliitwa karibu na simu na nilipewa simu, उसने अपनी गुफ्तगू में लफ्ज na mtu aliyekuwa anaongea katika simu yeye akaniuliza nimekuja kutoka wapi, na kisha akanikaribisha nije msikitini. सुबह लेने Katika mazungumzo yake yule bana hakutumia neno la Ahmadiyya, na mimi nilikuwa na hamu kwamba nitoke nje kwa sababu nilikuwa nimekaa nyumbani. Kwa hiyo nikakubali. तो सबसे पहली चीज Kesho asubuhi gari ikaja, का स्लोगन था, kwa hiyo nikapelekwa msikitini. Ilikuwa katika maeneo ya Patni. कहते हैं मुझे शुरू से ही से इस्लाम में दिलचस्पी थी, Kwanza kabisa niliona kule jina la slogan ya jumuiya love for all hate for none, yani mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. मैं जमात अहमदियत के खलीफा Kwa hivyo ताहिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला से kule nikaanza 2 घंटे की दिलचस्पी baada ya hapo nikaanza kufanya tafsiri ya vitabu vya jumuiya. को तकरीबन एक ही नजर से देखते हैं। Nilikutana na halifa wa jumuiya Mirza Tahir Ahmad, masaa mawili nilizungumza naye na niliona kwamba wazo langu na wazo lake linaafiki. इस बारे में वो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल ट्रांसलेशन मैंने शुरू कर दी। Baada hii basi nikaanza kufanya tafsiri ya vitabu vya jumuiya. लेकिन इन किताबों का मजमून इस कदर साफ और खूबसूरत था और बामानी था कि थोड़ी Ingawa sikujua sana kuhusu jumuiya, lakini nilianza kufanya tafsiri yake. काफी बात नहीं थी। Lakini madhumuni ya vitabu ilikuwa safi na mzuri kiasi hiki kwamba baada ya muda kidogo moyo wangu ulipata utulivu
जैसा कि है इनको kwa jiunga na jumuiya इनको इस्लाम ilikuwa si यहाँ टिलफर्ड में jambo la kawaida bali ilikuwa kudra ya mwenyezi mungu ambayo ilinileta hapa. वहाँ खुली जगह थी, पुरफुजार जगह, और मुझे कमरे वगैरह, kisha yeye alipewa मुझे काम करने का मजा भी आया. malazi kule Tilford Islamabad. फिर लिखते हैं Anasema kwamba ilikuwa sehemu nzuri sana जान से काम na nilipewa nafasi ya kulala kule na nilipewa kazi ya kufanya और 4 na nilifurahi sana kwa sababu ya hii. किताबों का तर्जुमा करते हुए मुझे Islamabad wiki nne ya kwanza nilifanya kazi sana kwa bidii na nililala kidogo sana na nilifanya tafsiri ya vitabu vinne. किया वो ये था, Wakati wa kufanya tafsiri ya vitabu hivi इस्लाम पूरी दुनिया nilipenda sana madai yote ya jumuiya na dai ya ambayo nilipenda sana ilikuwa hii kwamba hivi karibuni Islam itapata ushindi duniani. और इसके अलावा और कोई ऐसी जमात नहीं Kisha anaandika kwamba jumuiya Ahmadiyya inadai kwamba ni jumuiya pekee और यही जमात है जो पूरी दुनिया को ambayo वहदानियत का कायल करेगी. katika zama hii imepewa jukumu la kuleta mapinduzi इसे बनाने वाला duniani, जो पूरी दुनिया की na hii ndiyo ni jumuiya ambayo italeta dunia, दुनिया के साथ मुकाबला कर रही है. itajumuisha dunia juu ya tauhid ya Mwenyezi Mungu. Na jumuiya inadai kwamba Mirza Ghulam Ahmad Qadian amekuja kuwa masihi aliyeahidiwa na Imam Mahdi, चैलेंज दिए हैं, na jumuiya hii inawapatia challenge mataifa mbalimbali ya dunia. जमाना में पाई जाती थी, बल्कि दुनिया के हर मजहब को, जिसमें ईसाइयत भी शामिल है, Challenge रूहानी निदान iliyotoa jumuiya hii ndogo iliwapatia challenge wote pamoja na Wakristo. अपने एक ख्वाब का जिक्र अपनी इस किताब में करते हैं कि ख्वाब में मैंने देखा Kisha कि मैं काजान की anaeleza पर नमाज पढ़ रहा हूँ, ndoto yake moja katika kitabu hiki अदा कर रहे हैं, kwamba katika ndoto niliona जमात नमाज की na swali जा रही हैं. niliswali swala katika msikiti wa Marjan, na watu wengi wanaswali sunna kule, यानी उस तरफ जिस तरफ उनको रुख करना na mbele ya watu wanakuwa tayari kusali sala ya jamaa. जिसमें से मेरे Na katika hali hii naona kwamba watu wote wanaelekea mihrab, मैं अपने आप से ही सवाल करता mahali ambapo wanatakiwa waelekee, lakini mimi nimeelekea darishani हूँ कि हाँ na mimi napata सफर में हूँ और इस्लाम के jua, मुताबिक na mimi nafikiria kwamba kwa nini mimi nisielekee au sielekei mahali ambapo watu wanaelekea. वहाँ देखना मेरे लिए Lakini mimi najiona moyoni mwangu kwamba mimi ni msafiri, kwa hivyo sawa na mafundisho ya Islam ख्वाब का जिक्र na swali. के लिए तकबीर कही जाती है और मैं बाकी तमाम लोगों के साथ सफ में खड़ा हो जाता हूँ. Kisha anasema kwamba नज़ारा बदलता है. अचानक मैं क्या देखता हूँ takbir ikama inasemwa kwa ajili ya swala, और सिर्फ na mimi pia nasimama pamoja na watu wengine katika safu. के बावजूद Mara naona kwamba mimi ni uchi मस्जिद का माहौल na kichwa tu kimefunikwa, की तरफ गैलरी में lakini pamoja na hii kwamba watu walikuwa wengi sana, lakini nilikuwa sioni haya hata kidogo. लोगों के सामने Na vile vile mazingira ya msikiti pia ilikuwa ya aina yake, जैसा कि एक नौजायदा बच्चा na kina mama pia walikuwa wamesimama pale wa Tatar, ताला के सामने lakini katika mbele ya watu wote nilikuwa sioni haya kwamba mimi ni uchi, kama mimi ni mtoto. मुसीरापे को सुनाई Nilikuwa तो मुझे जवाब मिला कि कोई nilijiona kwamba namna gani nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu uchi. नहीं पाए. Anasema nilieleza ndoto hii kwa halifa mtukufu wa nne, nilipata majibu kwamba hakuna mtu anayeweza kutegemea kwamba atapata maisha ya kiroho na ataelekea kwa Mwenyezi Mungu mpaka avue mawazi yake ya zamani इस दफा मुझ पर एक और हकीकत खुली na asimame mbele ya Mwenyezi Mungu uchi. कि जरूरी नहीं Kwa ndoto hii nilijua kwamba mimi sina जिनसे सिर्फ अल्लाह ताला ही wasiwasi, एक नई जिंदगी का आगाज करना भी बहुत. na nilijua uhakika huu pia फिर कहते हैं कि जब से मैं kwamba पर चलने का kuzaliwa mpya si lazima tu, bali kuacha dhambi zote ya zamani pia ni muhimu, na kutubu ni muhimu. मेरी तबलीग Nilipoamua kufuata njia hii, बहुत सी पोशीदा basi naendelea kufuata na njia hii ya jumuiya, na nawaiteni nyinyi nyote pia kwamba nyinyi pia njoni. Yali alikuwa anawahubiri watu wa Russia. Anasema maisha yangu yamejaa na matukio ya aina hii ambayo si jambo la kawaida. तराजुम की
चेकिंग और इस्लाह का काम किया। जो उन्होंने तर्जमा किए उनमें ravil saheb alifasiri vitabu vingine vya jumuiya स्टोरीज फ्रॉम अर्ली na vitabu vingine aliangalia tafsiri yake kama dawatul amir na mauaji kwa jina la mwenyezi mungu, stories from early islam, मुस्लिम फेस्टिवल्स है, होली मुस्लिम्स है, इस्लाम और असर हाजिर के मसाइल हैं, प्रॉफिट्स काइंडनेस टू चिल्ड्रन और दीगर छोटे ni muslim festival, प्रॉफिट शामिल हैं। इसी तरह जिनकी चेकिंग की है इन्होंने किताब prophets kindness to children, na vile vile ni vitabu vingine vidogo vidogo kwa ajili ya watoto na vipeperushi. इस्लाम vile vile amangalia vitabu tafsiri ya vitabu hivi और लाइफ islami usul ki philosophy dibacha ya tafsir quran, जो पीस कॉन्फ्रेंस में या मुख्तलिफ जगहों पे जो life of muhammad na daraja ya mwanamke katika islam. तौर पे समझते थे कि हमारे रशियन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। katika peace conference सबसे hutuba nilizozitoa alifanya tafsiri yake मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, hasusan kwa ajili ya watu wa Russia ni muhimu sana hutuba hizi, lakini kazi muhimu ambayo alifanya ilikuwa kazi ya tafsiri ya Qur'an tukufu katika Kirusi. या मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने रवील साहब की वफात के बाद उनको खराज तहसीन पेश किया। तो जिसने मजमून लिखा है BBC na website mbalimbali imesifu sana Ravil Saheb baada ya kufariki kwake. नाम है आंद्रे आस्तल्स्की। BBC.Russian wameandika makala moja. पे काम करते थे, कभी लेट नहीं हुए थे, Andre Athroski yeye ameandika madhumuni hii, थे बल्कि मजहबी आलिम थे, जैसे पहले जिक्र हो ameandika sifa ya Ravil Saheb kwamba hakuchelewa katika kazi yake na alikuwa mfano, जिसकी आपके alikuwa alim wa dini. इसमें डॉक्टर Watu wa BBC jana usiku ये भी बताया walionyesha programu ya nusu saa kuhusu Ravil Saheb na sauti yake ilitolewa kule, गांधी वैसे नोबेल इनाम हासिल किया। अभी na kuhusu Dr. Abdul Salam Saheb pia ilielezwa kwamba alikuwa mwanajumuiya, पूरे रूस का मुसन्निफ है, ना कि ततारिस्तान का। na kwa sababu ya Qur'an tukufu alipata zawadi ya Nobel Prize. और इसमें आपकी हुबुल वतनी का जिक्र किया। Watu wa BBC walisema kwamba alikuwa mwandishi wa Russia nzima, si wa Tatarstan peke yake. उन्होंने भी जिक्र किया और इंटरनेट पर भी और वेबसाइट पर भी। Alikuwa akipenda sana watu wa Tatar na Azan. इंटरनेट में लिखा हुआ है, Watu wa TV na watu wa internet pia wameeleza hali hii इन वेबसाइट में जिसका इन्हें नंबर kuhusu yeye. Imeandikwa katika internet kwamba yeye ni mwanajumuiya Muislamu, mwanajumuiya. खुले तौर पर जिक्र किया है, जिसमें एक सवाल के जवाब में फरमाते Katika website nyingine हैं का मेरा सफर imetolewa interview yake, अहमदिया ने na kule ameeleza waziwazi kwamba yeye ni mwanajumuiya, तजदीद इस्लाम के लिए बनाई गई na anasema kwamba safari yangu ya dunia ilianza kutoka Australia से नहीं। na niliitwa hapa London na jumuiya hii imeanzishwa kwa ajili ya kujadidisha dini, na moto yake Love for All Hatred for None ilikuwa sawa na wazo la moyo wangu. Mimi sikuona kazi yoyote katika jumuiya hii ambayo ni kinyume na mafundisho ya Islam. के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, जो उस Inaweza kusema kwamba Islam halisi ni jumuiya, की खातिर na Islam si kwa ajili ya mashekhi tu, bali ni kwa ajili ya मुतशी रहते हैं, wanadamu wote. ईमान से मोहब्बत करते हैं। लिखते हैं कि जब मुझे अपना रास्ता मिल गया और इस्लाम की बुनियादी तालीम Kwa ajili ya wale wote ambao wanatafuta मौका मिला imani na wanapenda imani, anaandika kwamba nilipopata njia yangu से कट गया तो अल्लाह का करना na nilipata nafasi ya kujifunza lugha ya Kiingereza, दावतनामे आने शुरू हो गए। पहले का काम नहीं मिलता था niliacha maisha yangu ya kawaida, कि हर तरफ basi nilianza kupokea से कई बार इस्लामी कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया। maombi ya kufanya kazi. Yani nilipoacha dunia nilipata जमात अहमदिया के खलीफा हैं, maombi ya kufanya kazi katika idara mbalimbali katika Russia. Kutoka Russia pia nilipata ombi la kufanya kazi. Aliulizwa kwamba je, una mwalimu? Alisema baada ya wazazi mwalimu wangu ni halifa wa jumuiya. Nimepata mwalimu huu kuchelewa sana, ningepata miaka 20 kabla mwalimu huyu, basi ningefanya kazi kubwa sana na ningefanikiwa sana. वो ये थी कि वो Ravil Saheb ingawa alikuwa na sifa chungu mzima, मिजाज
lakini sifa zake zingine ni za aina yake, और इश्क था, kwamba yeye alikuwa mnyenyekevu sana, था जिसके सामने किसी दूसरी चीज की कोई alikuwa akipenda sana uhalifa खालिद साहब na alikuwa akipenda sana halifa wa jumuiya pia, देता हूँ na alikuwa hajali kitu kingine chochote mbele ya mapenzi haya. Khalid saheb anasema मीटिंग थी kwamba tukio iliyotokea hivi karibuni kwamba katika Desemba, के दफ्तर में mwishoni wa Desemba, ilikuwa mkutano pamoja na Ravil saheb. Mimi na Ravil saheb tulikuja ofisini kwako kwa ajili ya mulakat. Ravil saheb किताब तैयार की alitoa pendekezo fulani अमल तारुफ और इसकी तारीख का जिक्र kwamba ikiwa नीज इसमें उन एतराज़ात की ikiwa unaturuhusu basi kitabu kimoja kiandikwe katika lugha ya Kirusi na majibu ya shutuma zote zitolewe katika kitabu hiki, जिनकी वजह से रशिया, shutuma ambazo zinaletwa dhidi ya jumuiya na maadui, तो मैंने फिर उनको कहा kwa sababu kule Russia watu wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya kwa sababu ya shutuma hizi zilizoletwa na maadui ya jumuiya. Nilisema sawa, uandike kitabu, lakini वेबसाइट पे भेजें uandike majibu ya kila shutuma na utoe vitabu katika sura ya vidogo vidogo कहते हैं खालिद साहब हम na uwapatie रबीर साहब कहने लगे watu. इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि इस काम को Baada ya mulakat, Khalid sahab anasema kwamba tulipotoka nje, Ravil sahab akasema kwamba nilikuwa nafikiria kwa muda mrefu kwamba nianze kazi hii vipi, और ये सिर्फ lakini halifa mtukufu amenirahisishia mushkili yangu. मैं आज से ही शुरू करने जा रहा हूँ Nimeshajua kwamba namna gani nitatoa kitabu hiki, na hii ni kwa sababu ya haraka ya halifa. Basi mimi kuanzia leo nitaanza kazi hii bila kuchelewa. Vile vile ilikuwa pendekezo la kuanzisha website katika lugha ya Kirusi. कौन करेगा अपडेट कौन करता Nilipomwambia kwamba fanyeni utafiti na nipatieni ripoti nani atafanya kazi hii na nani ataendelea kuendesha website hii. और इम्तियाज साहब Ravil saheb के जरिए से फिर ये काम शुरू हो गया था aliwasiliana na Wasim Rahmatullah saheb, kisha इस तरह भी काम हो गया aliwasiliana na Imtiaz saheb kule Germany. बहरहाल इन्होंने फौरी तौर पर जब ये सुना है कि Na kazi ilikuwa inafanyika kuhusu hii, lakini Mwenyezi Mungu amemuita. Lakini yeye aliposikia kwamba kuna haja ya kuanzisha website, kwa hiyo alianza kufanya kazi mara moja bila kuchelewa hata kidogo. उनको करीब से जानते हैं और उनको Khalid sahab anasema kwamba Ravil sahab alikuwa na sifa hii kwamba bila kupoteza wakati wake alikuwa akifanya kazi. हर काम में Wale wanamfahamu जैसे उनके पास बहुत na waliofanya kazi pamoja naye watatoa ushahidi पुरानी कोशिश wa hii kwamba alikuwa akifanya haraka sana katika kazi yote kama ana wakati kidogo. Na mimi mwenyewe pia nimeshuhudia kwamba alikuwa akifanya kazi haraka haraka na katika muda kidogo, katika muda mdogo ilionekana kwamba anataka kufanya kazi maelfu na maelfu, मैं तो बिल्कुल नहीं na alikuwa akiambiwa kwamba upumzike kidogo, na alikuwa akisema kwa kufanya tabasamu kwamba je, umeshachoka? Mimi bado sijachoka. हमेशा रशिया और Ikiwa wakati wa chakula ukija, alikuwa akila haraka haraka ili aweze kujishughulisha katika kazi ya jumuiya. तजावीज़ पेश करते कि हम जब Alikuwa akifikiria sana katika kuhusu maendeleo ya jumuiya kule Russia. Alipokuwa akija London, alikuwa akileta mapendezo kuhusu kazi, काम ना पहुंच सकेगा na alikuwa akisema kwamba मिशन हाउस ikiwa बाकायदा एक hatufanyi bidii basi hatutaweza kupeleka ujumbe wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam haraka. इसलिए अक्सर कहते थे कि लोग जमाती सेंटर Moscow na Tatarstan kule hakuna mission house तो हमें भी चाहिए kama ni nyumba, bali ni katika flat. Kwa hiyo alikuwa akisema kwamba और जब भी कोई तजवीज़ लेके आते थे मेरे kwamba पास में, sisi tunatakiwa kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya tununue ज़्यादा उसमें nyumba kubwa kubwa kwa ajili ya jumuiya. Na wakati wote alipokuwa akileta pendekezo kwangu, इस दफ़ा मैं ikiwa और वजूहात से अगर kulikuwa matumizi makubwa ndani ya pendekezo lile फौरन au kwa sababu nyingine yoyote, nilipokuwa nikikataa pendekezo lake, na yeye alikuwa akikubali mara moja uamuzi wangu, तो na
sikuona kwa alama ya hasira लेके आप usoni mwake, जो कम खर्च होती na या hata kama pendekezo limekatazwa alikuwa hakai, फर्ज bali alikuwa akileta pendekezo lingine ambalo lilikuwa nzuri zaidi. पूरे रूस में पहुंच जाए। Alikuwa na fikira hii kwamba ujumbe wa jumuiya ufikishwe haraka iwezekanavyo katika Urusi. गुजरा था लेकिन Mbashiri wetu Hafidh Saidur Rahman sahib anasema kwamba काम खिलाफत का इदराक देखकर हमेशा लगता था जैसे Ravil sahib alijiunga na jumuiya miaka 20 iliyopita, lakini एक सबक है। kwa kuona imani yake inaonekana kwamba yeye ni mwanajumuiya kutoka kwa zaliwa. से बहुत दूर दर्द और Mambo mengine na sifa zake zingine ni mfano kwa ajili ya wanajumuiya wengine. Kule Rasia kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya alikuwa na hamu sana, na alikuwa na shauku sana, na सामने अपनी तजावीज kwa ajili ya kueneza ujumbe wa jumuiya kule Rasia की तजवीज को किसी वजह wakati wa halifa mtukufu wa 4 na wakati wa halifa mtukufu wa 5 alikuwa akileta mapendekezo yake, से किसी किस्म का मतलब lakini kama halifa mtukufu alikuwa akikataa pendekezo lake au alikuwa akimpatia अगर खलीफा वक्त ने किसी मामले में ushauri kwamba kazi ile ifanywe kwa इस बारे में sura ingine, alikuwa hakasiriki wala alikuwa haonyeshi malalamiko, bali alikuwa akisema kwamba ikiwa halifa ameshatoa mwongozo, kutoa raye tena ni kinyume na adabu ya halifa na vile vile ni dhambi. बहुत से पुराने Ikiwa halifa ameshatoa वाइन के लिए एक बेहतरीन नमूना uamuzi, basi alikuwa akikaa kimya. हमारे रूसी मुकर्रम औराल शरीपोफ साहब Hali yake hii ni mfano kwa ajili ya wanajumuiya wa zamani na wanajumuiya wapya pia. कि रावील साहब Bwana Oral Sharif saheb wa Russia anaandika kuhusu Ravil saheb kwamba Ravil saheb alikuwa na wazo nzuri sana से खिदमत करने na amefanya kazi kubwa sana. Alikuwa akipenda kufanya bidii जमात अहमद na alikuwa में शामिल हुए। akifikiria kwamba kurekebisha hali ya mataifa, taifa lake ni imani yake, yani ni katika imani yake. Kutoka Kazakhstan, Tokambo saheb mwalimu wetu, yeye ameandika katika barua yake kwamba ये हुआ जो उन्होंने रशियन जुबान में तर्जुमा की थी। रावील साहब बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे। हमने सुना है कि अपने ऑपरेशन से पहले उन्होंने कहा था कि अगर ऑपरेशन के बाद मुझे nilimjua kuhusu Ravil saheb kwa kupitia vitabu vyake. Alikuwa mtu mzuri sana. अपने कॉल के पक्के थे। Yeye alisema kabla ya operation yake kwamba nikipata uhai basi nitatoa wakfu maisha yangu. ये कहने की Safari moja alipokuwa akienda London कि मैंने pamoja na timu ya MTA, nilimwambia kwamba upeleke ombi langu la maombi kwa halifa. Baada ya kufika hapa, alimwandikia barua kwamba nimeshapeleka ombi lako kwa halifa. ये लिखते हैं यही मुल्क Alikuwa akizungumza mara chungu mzima को महसूस होता है। kwamba namna gani tunaweza kupeleka ujumbe wa jumuiya katika Urusi. अहमदीयत का पैगाम Kisha mwalimu sasa anasema kwamba kwa kusoma vitabu vyake inaonekana kwamba alikuwa akijitahidi kwamba namna gani ujumbe wa jumuiya unaweza kupelekwa kwa watu wote ambao wanazungumza lugha ya Kirusi. तो महसूस होता था कि वो दर्द के साथ Kisha anasema kwamba Ravil saheb alipokuwa akifanya tafsiri ya hutuba yako, इमाम वक्त की आवाज़ सुन सके। kwa kusikia hutuba ilikuwa ikionekana kwamba anasoma hutuba kwa moyo sana, ili watu waweze kusikia sauti ya imamu wao. साहब बहुत वसी Rustum Hamad Ali saheb ambaye ni mwenyekiti wa Moscow, yeye ameandika katika barua yake kwamba Ravil saheb alikuwa na elimu sana. Mwenyezi Mungu alimpatia sifa chungu mzima ताला की अबूदियत na aliwapatia faida watu sana kwa sifa zake. जिसके बाद उनकी शानदार इंसानी Alijitoa खुसूसियत से प्यार kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya huduma ya wanadamu, निजात तलब करना हमेशा से na unyenyekevu wake na mapenzi yake na watu na kusamehe को शरीक करना। kwake na kila wakati kuomba kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. वो लिखते हैं कि वो लम्हा Na मुझे अच्छी तरह याद है। alikuwa akiwashiriki watu wengine pia katika kazi hii, ilikuwa sifa yake. Bashiri wetu Bashara saheb anasema kwamba mimi nakumbuka vizuri sana wakati hutuba yako mara ya kwanza ilipotolewa katika MTA miaka 2 iliyopita.
pamoja nami mwanajumuiya mmoja wa kule Tartobov पुरनम थी saheb alikuwa amekana, alikuwa anaangalia hutuba. Baada ya hutuba साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड kila mmoja alikuwa anafurahi na बात का एक सिलसिला शुरू kila mmoja alimpongeza mwingine. फजल करम से Hutuba ile ilikuwa katika sauti ya Ravil saheb. Kisha baadaye वाले भाई बहन Ravil saheb aliendelea kufasiri hutuba, उनको ही नसीब हुआ na hivi watu waliendelea kusikia तवाज़ु बनने की sauti ya halifa mtukufu. Na hii nafasi alipata bana Ravil saheb mara kwanza kupeleka sauti hii. बरकत से खिलाफत के साए आतफत में Kisha anasema kwamba alikuja सलूक फरमाए baadaye, lakini katika mapenzi फरमाए ya ukhalifa amepita mbele na ameacha watu wengi nyuma yake. Mwenyezi Mungu amghofirie. अभी नमाज Mwenyezi Mungu atuendelee kupatia wasaidizi wa aina hii chungu mzima. पढ़ाऊंगा मैं Baada ya swala ya Ijumaa insha allahu taala, jeneza yake yupo hapa, nitaswalisha jeneza yake. में दुरुस्त कर लेंगे इसके अलावा भी 2-3 जनाजे और हैं गायब Nitaenda nje ya misikiti na nyinyi mtaswali hapa misikitini. करम शहजादा मोहम्मद शफी Pamoja na huyu kuna janaza ingine pia ya ghaibu ya bana sahibzada Daud Ahmad saheb ambaye ni mtoto wa sahibzada Shafiq Ahmad saheb wa Bannu. साहब शहीद के साथ है Sahibzada Daud Ahmad saheb shahid ni katika familia ya Shahzada Abdul Latif saheb shahid. ये जो सरदार दाऊद अहमद साहब हैं इनको भी Shahid marehemu 23 जनवरी को Sahibzada Daud Ahmad saheb इनको शहीद कर दिया गया नौरंग में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना tarehe 23 wa Januari शहीद मरहूम की वालदा मोहतरमा सरदादा अमतुस्सलाम aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. सर शहीद के बेटे थे यूं आप सरदादा Mama yake Amtusalam alikuwa mtoto wa Abdusalam, aliyekuwa mtoto wa Shahzada Abdulatif saheb. मुकरम दाऊद Kwa hiyo साहब Shahzada Daud saheb alikuwa kitukuu wa Shahzada Abdulatif saheb. बहन के बेटे थे जिनकी शादी मीर अकबर साहब से Babu wa Daud saheb Abdurab saheb alikuwa mtoto wa Shahzada Abdulatif, dada wa Shahzada Abdulatif saheb. हुए इनका खानदान Hawa watu walijiunga na jumuiya ya Lahori. शहीद की शहादत के बाद अफगानिस्तान Sahibzada Daud Ahmad saheb familia yake और आपकी पैदाइश इनकी यहाँ 1955 baada ya kuuawa kwa Shahzada Abdul Latif saheb alihamia Naurang Bannu. जनवरी को Alizaliwa kule mwaka 1955. Kama nilivyosema kwamba tarehe 23 wa Januari aliuawa saa 4 kasorobo asubuhi. रंग में 2 नामालूम Alitoka nje kwa ajili ya kazi fulani शहीद कर दिया और फरार हो kwenda sokoni. इनकी शहादत से कबल Kule watu wawili wakaja na pikipiki na wakapiga risasi na wakamuua na wao wakakimbia. वालों ने बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया था जिसमें उन्होंने जमात के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज की और सामीन को Tarehe 17 wa Januari watu wa Khatme Nabuwat walifanya mkutano kule na शहीद मरहूम जैसा walitoa इनका खानदान shutuma dhidi za jumuiya अंधी हो गया था खिलाफ na waliwahimiza watu dhidi ya jumuiya. मरहूम ने 8 साल पहले बैत की और जमात मुवाइन में Babu zake walijiunga na jumuiya ya Lahore. दीगर तमाम घर वाले Marehemu miaka 8 iliyopita alifanya bayat na alijiunga na jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya pekee katika nyumbani kwake na familia yake wanahusika जमाती ताउन na jumuiya ya Lahori. बहुत अच्छी Alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa akitoa mchango na alikuwa mashuhuri kwamba ni mtu mzuri, na alikuwa akifanya biashara vizuri na watu wengine आया बाईपास bila kumdanganya mtu yeyote. Alipata maradhi ya moyo 2004 na 5 na alifanyiwa operation मैंने आपसे कहा कि आप upasuaji, lakini katika hali hii pia alikuwa akifunga saumu. Alistaafu katika kazi yake na wenzake walisema kwamba unastahili kupewa pension. Yeye alisema kwamba sitaki kudai pension, labda katika kazi yangu nilifanyia makosa, kwa hiyo badala ya makosa yangu mimi nasamehe pension yangu ili nisidaiwe mkopo na government. शहीद मरहूम के लवाहिकीन में 2 भाइयों के अलावा उनकी अहलिया अब्दुल वहीद Alikuwa na maduka yake katika Srai Naurang.
ameacha ndugu wawili na ahlia na mke सुनते रहते हैं na alikuwa hana watoto. किया जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन क्या Wanajumuia kama tunasikia mara kwa mara kwamba wanauawa kule katika nchi ya Pakistan, कि लाहौर के lakini je, kuuawa kwa wanajumuia inaturudisha nyuma? के जमात का Nilieleza kwamba wakati tukio la Lahore ilikotokea watu 84 waliuawa. पहले से बड़े Labda watu walifikiria kwamba kwa sababu ya hii jumuiya itarudi nyuma, lakini wakina mama na की दुआ करें watoto waliniandikia barua kwamba imani yetu imeongezeka sana na sisi tupo tayari kutoa zabihu ya kila aina, na walisema tufanyie maombi ili tutoe zabihu. Na hii ilikuwa si maneno tu, bali watu walionyesha kwa vitendo vyao. और ये ऐसा Hivi karibuni katika Laya pia mwanamke mmoja aliuawa, nilisalisha jeneza yake. और यहाँ की जमात वाले जब Maadui walishambulia mission house na misikiti wetu kule. शामिल थे और ये एक जमान और Wanajumuia walipokuja kulinda misikiti pamoja na wale wanaume wanawake pia walikuwepo, na huyu mwanamke ambaye ana watoto wadogo wadogo aliuawa kule wakati wale maadui waliposhambulia. नोश किया इस खत्म Alikuwa hana hofu ya aina yoyote, ये वो अहमदी औरतें हैं और na kwa furaha जो कुर्बानियों से aliuawa huyu mwanamke. Hawa ni kina mama na kina baba na watoto ambao hawaogopi kujitolea. इनकी शहादत को भी Huyu अल्लाह ताला कबूल फरमा ndugu yetu baba Sabza Daud Saheb ambaye ameuawa, इनकी Mwenyezi Mungu apokee kuuawa kwake katika njia yake. तौफीक अता फरमाई थी नेक फितरत को, और फिर ये भी तौफीक दी Kwa kupokea wema yake Mwenyezi Mungu alimjalia alijiunga na jumuiya, kisha Mwenyezi Mungu alimwezesha na alimjalia amepata daraja ya ushahidi, yani ameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. पिछले 100 साल से ज्यादा अरसे से देती चली आ रही Hii है, और जिसकी इब्तिदा ni dalili ya imani ya jumuiya इस शहीद के जो आज ambayo पढ़ रहे हैं jumuiya inaendelea kutoa na kuonyesha tangu miaka 100. Babu yake moja Shahzada Abdul Latif Saheb, yeye तो फिर खुश होगी aliuisha Islam kwa sababu ya 100 साल से kutoa nafsi yake. अरसा गुजरने के बाद भी Leo roho ya Shahzada Abdul Latif Saheb itakuwa na furaha sana kwamba baada ya kupita miaka 100 पाकिस्तान में अहमदियों के हालात आजकल बस से बदतर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खराब करने की कोशिश mtu wa familia yake imetimiza jukumu lake. करें। अल्लाह ताला Hali ya wanajumuiya inaendelea kuwa mbaya kule Pakistan siku hadi siku. Kwa hivyo mufanye maombi sana kwa ajili ya wanajumuiya. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya, na Mwenyezi Mungu awalinde katika kila shari, na Mwenyezi Mungu awakamate maadui wote. मिर्जा नसीर Jeneza ya pili लाहौर का है ni जो 25 दिसंबर को ya ndugu yetu mmoja Mirza Nasir Ahmad Sahab, advocate wa Lahore. इन्होंने 1948 Tarehe 25 wa Desemba alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1974 में असली खतम मसीह सालिस Yeye alijiunga na jumuiya mwaka 1948 na alijiunga na Furqan Force mwaka 74. सुप्रीम कोर्ट में वकील की Team खिदमत ya mawakili ilipoundwa alikuwa member yake, बहसीत साहब na alihudumia jumuiya katika Supreme Court kama ni wakili, मुतअद्दिद जमाती केसेस में खिदमत के na alikuwa mwandishi wa habari pia wa gazeti moja. Alikuwa akiendelea पेश होने वाले kuandika makala mbalimbali. शामिल होने का मौका मिला। Katika mwaka 1984 alipeleka बात दी आपकी थी सेक्रेटरी alikuwa member wa timu ambayo ilienda katika mahakama ya sheria. Alikuwa secretary wa Rishtanata na member wa Majlis Ifta na kazi wa jumuiya ya Lahore. जो 2010 को वाकया हुआ उस दिन Vile vile aliwahi kufanya kazi katika human rights. उनका बेटा भी इनके साथ ही था। Tarehe 28 wa Mai wakati wa tukio la Lahore alikuwepo msikitini. Mtoto wake pia alikuwepo. Alijeruhiwa mtoto wake, lakini aliendelea kukaa kule kwa shujaa sana, na aliendelea
हर कुर्बानी के लिए हमेशा kumwambia mtoto wake kwamba afanye subra. Alikuwa mtu wa kufanya maombi na alikuwa mtu mwenye bashasha sana, na alikuwa tayari kila wakati kutoa huduma kwa ajili ya uhalifa, उसी भी थे ये na alikuwa akizungumza sawa na mazingira. एक और जना Alikuwa musi pia vile vile. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema na amghofirie. Jeneza ingine ni ya bibi Rabia ambaye ni mke wa Mashrak Ali Saheb wa Assam, India. लहरा यूं ये Tarehe 20 wa Januari amefariki kule Calcutta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. अपने शौहर के साथ सुलह कामों में पूरी तरह मुमिद और मुआवन रही हैं Alihudumia jumuiya kuwa mwenyekiti wa Assam na Bengal. Alisaidia sana jumuiya. जाया करती थी बड़ी मुखलिस Mke wake ni खातून थी amir wa mkoa wa Assam. के पसमान खान में मियाँ के अलावा तीन Alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akisafiri pamoja na mume wake. Alikuwa mwenye imani sana. Ameacha mume wake, watoto watatu na mabinti watatu. Mtoto wake mmoja ni Ismatullah Saheb ambaye anasoma shairi katika mkutano siku hizi, anaishi Japan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghofirie. Jeneza ya hawa wote kama nilivyosema nitaswalisha baada ya swala ya Ijumaa inshallah. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر